Bwana anahitaji kusema na huo moyo leo. Mwambie jirani yako, Bwana nataka sema na huo moyo. Mwambie jirani yako, hata kama uko mbali, mwambie Bwana ana haja seme na wewe leo huo moyo huu. Siache kumwambia, maana huo moyo ndio ana haja nao. Amen. Hata kama uliyeko mbali, kama naisikia hii sauti, mwambie jirani yako huo moyo Bwana nataka seme nao. Amen. Umemwambia kweli? Mbona umwambie? Twende kwenye neno la uzima. Isaya sura 29 mstari wa 13 mpaka ule mstari wa 16. Pia tutasoma Yeremia. Uko mbali una Biblia, naomba ufungue na uliyeko jirani Isaya 29 mstari wa 13 mpaka ule wa 16. Neno la Mungu linasema, Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa unikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Kwa sababu hiyo mimi tafanya tena kazi ya ajabu kati ya watu hawa, kazi ya ajabu na muujiza, na akili za watu wao wenye akili zitapotea, na ufahamu wa wenye busara wao utafichwa. 15. Ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao, na matendo yao yamo gizani. Nao husema, ni nani atuonaye? Nani atujuaye? 16. Nanyi mnapindua mambo. Je, mfinyanzi hahesabiwe kuwa kama udongo? Kitu kilichofinyangwa kimnene yeye aliyekifinyanga hakunifinyanga huyu? Au kitu kilichoumbwa kimnene yeye aliyekiumba, yeye hana ufahamu? Yeremia. Wewe uliye na Biblia, fungua Yeremia 17 mstari wa 9 na wa 10. Neno la Mungu linasema, moyo huwa ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Haleluya! Punga wa mkono kama nampenda Yesu jioni ya leo, anahitaji kusema na moyo wako. Ujumbe wangu jioni ya leo, moyo ni mdanganyifu, tena una ugonjwa wa kufisha. Moyo ni mdanganyifu, tena una ugonjwa wa kufisha. Kila mwanadamu aliye chini ya mbingu ana moyo. Moyo ni Bwana ameufanya, lakini huu moyo kwa mwanadamu ambaye hana Yesu moyoni umemdanganya, na unazungumza naye. Anaweza mtu akawa mzinzi, moyo unamwambia wewe hakuna naye kujua. Kifika kwa mke wake anasema mimi sina hawala bwana. Moyo umemdanganya, yani kana kwamba yuko salama kwa mke wake. Kwa majirani wanaona kama mstaarabu, lakini ana mahawala wa kutosha. Ila moyo unamwambia hakuna naye kujua. Wewe jifiche tu, tafuta guest za mbali, na tafuta hawala mbali, hapo wasikuone majirani, usionekane kwa watu. Moyo unamwambia watu wasikuone unayoyafanya. Unamdanganya, unamfariji, unaongea naye. Mtu anaweza akawa mchawi, moyo unamdanganya, hakuna naye kujua, wewe unaloga kwa siri. Yani kana kwamba moyo unamwambia yuko salama wakati analoga. Ndio maana anakuwa na utani. Una ushahidi, unanichafua mimi kwamba naloga, niletee ushahidi, nitakushtaki kwa mwenyekiti wa kitongoji. Moyo umemdanganya, anajibu na kiburi na jeuri, kwa sababu moyo umemdanganya, tena una ugonjwa wa kufisha. Haijalishi mtu ana elimu ya juu, haijalishi hajawahi kuingia darasani, moyo unawadanganya wote kwa sura hii moja. Wote wanadanganywa na moyo. Awe na pesa, awe masikini, bado moyo unamdanganya.
Yani anajitahidi kujificha kwa wanadamu, anatembea na hekima fulani ili aonekane hafanyi hayo, lakini moyoni anashuhudia kabisa wewe ni mzinzi, bwana wewe ni mchawi, wewe mmemtendea hila fulani, wewe mbona umechomoa mimba juzi, hamna nilikuwa naumwa tu homa. Moyo ni mdanganyifu wa wanadamu na ugonjwa wa kufisha. Ni nani awezaye kujua? Mungu anasema mimi nachunguza moyo. Waweza kusema wanadamu hawajakuona, yuko Bwana umbaye mioyo leo. Yeye anachunguza mioyo ya wanadamu ili kila mmoja akamlipe sawa sawa na matunda ya matendo yake. Matendo ulio nayo. Moyo unaweza kukudanganya kwamba uko salama, maana unaweza ukajificha. Moyo unakwambia yani uko salama, kwani nani anajua? Kwani anaelewa wewe unaloga? Kwani anaelewa wewe nani anachukua vyakula vya watu? Nani anajua wewe unakula rushwa? Nani anajua kwamba una ufisadi? Amekula rushwa, amefichiana na yule aliyempa rushwa siri. Hapo akisema nilimpa rushwa, anasema leta ushahidi. Moyo umemdanganya. Na dini unayo, unaenda kwenye dini, lakini moyo umekudanganya. Heri ukitubu leo, yukalie hai milele. Achunguzaye mioyo ya wanadamu, amejaa neema na rehema kwa wanaotubu na kugairi. Sikiliza mwanadamu, yani kudanganya na moyo hivyo wewe hujapona. Sikiliza, hivi unavyodanganywa ni kama sawa na mtu anazungukiwa wigo wa mauti. Yani ana kifo chake alafu amewekewa wigo kaa humu wewe. Sawa, lakini anaelewa kuna kifo, kuna moto wa milele, eti yuko salama huyu. Salama ni Yesu mwana wa Mungu aliye hai, aingie ndani ya moyo wako. Akiingia moyoni, huyu mwanaume anatutoa kwenye udanganyifu wa moyo, unaendeshwa naye, anakaa moyoni, tunatembea na sheria yake, tunakaa kwenye kweli yake, unakuwa salama roho na mwili. Kitu kisema unasema kinatoka moyoni, na ndivyo ulivyo. Paka ingie Bwana umbaye mioyo. Asipoingia Bwana aumaye mioyo, hata uitwe pastor, unaitwa bishop, yani sawa tu na Kisukuma, sawa na kiha. Kila mwanadamu aliye na moyo yale anayotenda anaijua, hana vyeo. Kila mmoja atamlipa sawa sawa na matunda ya matendo yake. Moyo utakudanganya ukae kwenye hayo unaokuelekeza, lakini ijara ya mshahara mwanadamu utapokea. Hautamficha muumbaji. Na hata kama unapodanganya na moyo, anajua huyu amedanganywa, huyu anatembea na ugonjwa wa kufisha. Unaingia kwenye dini yako na kutoka, lakini ulionayo ni mengine kinyume na kweli. Bwana asifiwe. Unapewa kati mwingine unaitwa bishop, hana mabishop. Moyo umekudanganya, unatembea na uovu. Sheria ya Bwana imo moyoni. Ikole wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao, lakini wamo gizani. Wanajiita bishop, mimi nabii wa Bwana, huku ni waganga wa kienyeji. Tutasimama kwenye hukumu ya Mungu aliye hai. Hana nabii, hana bishop, hana pasta, kule ana mioyo na hata hukumu moyo wa mwanadamu. Ni waganga wa kienyeji, wanaagua kama waganga. Afu Bwana ananitumia. Bwana umekutana naye wapi? Kwa nini mwanadamu danganye na moyo? Taubu, toka kwenye mapepe ya utambuzi kudanganya watu wa Mungu. Acha njia ambayo moyo umekudanganya. Geuka, rejea leo, toka kwenye uganga wa kienyeji ulionao. Watu wa Mungu wanakuja na kutabiria, unaenda kupata mume. Huyu ni mzinzi, unamtabiria nini? Moyo umekudanganya. Moyo ni mdanganyifu, tena una ugonjwa wa kufisha. Yeye anauchunguza moyo wa mwanadamu. Una matunda na matendo gani? Waweza kujificha kwa watu kwa kofia ya kujiita mchungaji, ya kujiita nabii, ya kujiita askofu. Hana hayo. Wa kujiita ni mlokole, nimeokoka, wakati umedanganywa na moyo. Bwana asifiwe sana mtumishi, ubarikiwe. Bwana asifiwe mtumishi. Bwana miti, Bwana shamba ni mtakatifu aliye juu, na anatumikiwa na watakatifu.
ambao ndani ya mioyo yao imo sheria ya Bwana, wanatembea na maagizo ya Mungu. Ameacha uongo, tunaacha hasira, tunaacha kusengenya, tunaacha kuroga, tunaacha uzinzi, tunaacha bangi. Yukario akiingia ndani ya moyo wako, mwanadamu huwezi kudanganywa na moyo. Moyo umewadanganya wengi. Wanadamu wako chini ya vifungo vya dhambi, maana moyo umewadanganya. Akionekana kwa watu ambao wako rohoni, anaonekana kama na Mungu. Kati ana Mungu amedanganywa, na moyoni anashuhudiwa hiki na wadanganya watu. Ni mambo ya ajabu. Moyo ni mdanganyifu, tena una ugonjwa wa kufisha. Mwenye mbingu na nchi, mwenye hiyo roho anachunguza moyo. Waweza kuwadanganya wanadamu, hawaoni moyo. Unasema kingine, uchonacho moyoni kingine. Lakini yu kachunguza mioyo, maana ameiumba mwenyewe. Hakuna atakayekwepa kwenye hukumu. Tubu leo mwanadamu, iko neema ya Baba wa roho, aweza kukuondoa kwenye udanganyifu wa moyo, kaondoa ugonjwa wa kufisha. Anaingia na kaa mwenye moyo moyoni. Anachunguza mioyo ya wanadamu chini ya mbingu, ili kila mmoja akampe ijara ya mshahara sawa sawa na matunda ya matendo yake. Utakwepa kwa wanadamu. Mke wako unaweza ukamficha, hata kama kundi unalo unaongoza. Unaenda na kwa waganga. Waganga ni kaka zako wewe, huko unajiita mchungaji. Hawaelewi wao. Achunguzaye mioyo anaelewa. Unatamka kingine, Yesu ni mwema, Yesu ni mzuri, ataenda kukuinua. Hata Yesu moyoni hayupo. Kila kazi ya mtu itapimwa tena kwa moto. Kila kazi itapimwa ili pewe ijara. Ikole kwa wale wanaomficha Bwana mashauri yao, lakini matendo yao yamo gizani. Wanasema, ni nani atuonaye? Ni nani anayetujua? Yuko anayejua siri za wanadamu. Tubu rejea mwanadamu, acha njia ambayo na udanganyifu wa moyo. Ndugu zangu, moyo umedanganya wengi. Mmoja wapo ni wewe unyenisikia, umedanganywa na moyo. Mtu ana uovu ndani, anajifanya hana uovu. Moyo unamwambia, kwa nini anajua? Si hawala, hiyo ni siri yako. Hata wakiwa mme na mke, ili message, mme inaingia message ya hawala, mke inaingia message ya hawala, hakuna anayejua. Afu moyo unamwambia, hakuna anayejua. Na mle amesave Uncle John hawala, na huyu anaandika auntie, nadhani ni shangazi yake. Sikiingia message anasoma, anafuta. Wana namna wanafunga simu zao hizo kubwa. Yaani huo ni moyo na kudanganya kwa Mungu uko peupe. Yaani unaangalia hivi na yote haya makolokolo haya yamo ndani ya moyo. Siku kiondoka unaenda na furushi lako ukapewe mshahara. Hafichiki, ni Mungu muumbaji. Ndio maana tukiokoka hatuna hayo. Hakuna simu message inayoingia ndani mwangu mwangu asielewe. Hatuna, tushatolewa kwenye mazagazaga haya ya dhambi. Yaani ana vitu vya ajabu mume na mke, hakuna anayeelewa. Anaroga hata mume wake ajui. Mwingine anaanza kajiingiza sema nimeokoka, ameficha uchawi. Hataki kufunua. Moyo umekudanganya. Haujawa salama, umezungushiwa wigo wa mauti humo ndani humo. Utapona wewe? Utasalimika wewe hivi? Salimika leo. Tubu leo. Funua dhambi leo. Yamkini neema ya Bwana imefunuliwa leo. Kataa udanganyifu wa moyo. Sema nevo, nimekataa kuficha uovu, maana Bwana ameniona. Na hili ni pendo la Mungu kwa wanadamu. Nadhani kwa nini anakusema? Ni kukupenda ili usidanganywe na moyo. Usikae kwenye ugonjwa wa kufisha, maana utaangamia. Hautapona akikukikaa humo. Moyo umedanganya wengi. Akiongea mdomoni unadhani ana kitu kizuri, ndani amebeba hila. Anamwotea mtu amwangamize, afu moyo unamwambia hakuna, hawezi kukujua huyu, wewe mmalize tu ete. Uko kwenye wigo wa mauti. Matendo unayoyatenda yana mshahara kwa mwenye moyo. Utalipwa. Iko usipotubu. Jidanganye kwa majirani na mke wako na wale wanaofahamiana nao hawakuelewi. Yupo anayeelewa mioyo ya wanadamu yote. Tutakabiliana naye. Hakuna atakayekwepa. Ndio maana hata kama mtu anakufa, watu wa Mungu atatuwepo wote hapa. Kuna anasema hamna usife, rudi.
yupo mwenye mamlaka juu ya roho ya mwanadamu. Amen. Hata kama ulikuwa unampenda mno huyo ndugu yako, huwezi kumshika kwanza, utaona ameondokeje. Ndio elewa ufahamu wako uko chini sana. Hata kama unaona Mungu hana ufahamu, ana ufahamu kuzidi wewe, maana amekufinyanga. Yote hiyo unaona Mungu hana ufahamu, hata ukihubiri unachukia hii kweli kwa sababu ya moyo umekudanganya. Unatembea na mashauri ya wanadamu, umedanganywa moyoni. Yuko mwenye ufahamu aliye juu ya yote na vyote, mawazo yake juu sana, wala hawezi kufananishwa na mwanadamu, maana ndiye ametufinyanga na kutuweka chini ya mbingu. Ikihubiriwa injili ya kumtoa kwenye dhambi, anajifanya mchuaji. Injili kani hizo? Kwanza wanatutisha. Unaambiwa kweli, unasema unatishwa. Kila kazi inayofanywa chini ya mbingu si ina mshahara. Sasa mshahara wako utakaopewa baada ya kufanya hayo unayofanywa, sio unatishwa tena? Si ni upendo wa Mungu tu. Mshahara ndugu zangu ndio unampa mtu nguvu akazane kufanya ile kazi apewe mshahara. Sasa unapoambiwa mshahara unasema unatishweje? Si acha kazi mbovu. Acha udanganyifu wa moyo. Aingie Yesu akae moyoni, aweke makao. Asema Bwana aliyekubali Yesu, Bwana moyoni mwangu niliweke neno lako ili sikutende dhambi. Bwana nikutafute kwa moyo wangu wote. Nije niombe nilivyo, nitubu nilivyo. Ni yule aliyekubali Yesu moyoni na anatubu alivyo. Anaomba alivyo, hana hila. Wewe unaambiwa ili upone, unasema injili kani? Anapendeza kusema pokea gari. Muujiza, unaenda kupata mke wako. Tena unapata mume ambaye ni mfanyakazi, utakula nyama za kuku. Mauongo hayo. Utakula nyama za kuku. Wewe unajua kesho utakuwepo, wewe unadanganya na injili zilizokufa hizo mioyo ili wadanganya. Huo ni udanganyifu wa moyo. Tunaishi chini ya neema, kesho sio yetu. Tengeneza njia zako. Toka kwenye udanganyifu wa moyo. Watu wamejaa wanadanganywa. Kesho yako utadrive, kesho yako kwa imani. Acha uongo. Kesho ni yako. Nani anajua hapa atakuwepo kesho? Tumefugwa, tumewekwa, haujajiweka. Kwa hiyo aliyetuweka lazima tutubu na kuacha njia mbaya. Siku yoyote akija tuwe tayari. Hatujui siku wala saa ya kuja mwana wa Adamu. Amesema ataifumua dunia hii. Akishaifumua yote ataiviringisha motoni pamoja na tenda madhara. Unaelewa ni lini wewe? Unadanganywa na waliodanganywa na moyo. Wana ugonjwa wa kufisha. Anadanganya roho ya mwanadamu binafsi, kesho na drive. Wewe drive watu wako na magari. Si uongo huo? Aliyochazi na mbingu, mwanadamu okolewe, asitanganywe na ugonjwa wa moyo, awe salama roho na mwili. Yesu wa Nazareti aliye hai. Hata nisipokuwa na gari, hata ukikaa kwenye nyumba inayovuja, moyo wako akae mwenye moyo. Uache dhambi, uwe mtakatifu. Moyoni kae sheria ya Bwana, ndiyo anachotaka. Yesu amekuja, Yesu akupe gari, akupe nyumba safe container. Kwani watu wako na safe container? Huo ni ugonjwa wa kufisha. Hata wahubiri wanahubiri uongo, maana wamedanganywa na mioyo. Wanahubiri uongo. Mwanadamu anawaambia eti astawi maisha ya dunia hii, uwe juu. Wana wako ambao hawajaokoka, wametoa makafara watoto wao. Toka kwenye udanganyifu wa moyo mwanadamu. Geuka leo, tubu leo, rejea kwa Alfa na Omega. Salabani alisema amekwisha. Mwanadamu okolewe, aliangikwa mtini mwana wa Mungu. Asema amelaaniwa mtu yule angikwae mtini. Alichukua laana za wanadamu ili kila anayempokea atoke kwenye ugonjwa wa kufisha wa moyo. Gharama alitoa kubwa. Sio vile ninavyofikiria mimi na wewe. Yaani yuko tayari kufa ili mradi tuokolewe, tukubaliana naye moyoni. Gharama ilikuwa kubwa, tofauti na hao wanaocheza, wanafanya biashara. Naona inaita mkanda wa Yesu. Kuna aliyempiga mfalme wakati ule, kulikuwa na kamera. Nani angegusa? Kwanza ilikuwa inasikitisha na tisha. Hao wamecheza hao filamu tu, wanataka hela. Hapo naona danganywa ndio nayo huko ndani mwako. Picha ya Yesu. Kipindi fulani mimi niko kwenye ujinga mnene kwenye dini. Mmoja kaniambia kuna mkanda wa Yesu. Yesu alipokuwa anasulubiwa, mimi nimeangalia, nimelia kweli, huku mzinzi.
anateseka anapigwa, yani unaweza kuhurumia. Yani sasa uje angalie na nimelia mimi, macho yamevimba, macho kwa namlilia Yesu. Namlilia Yesu, ni Yesu yule. Yukaria ile alishinda kifo na mauti. Mauti imemezwa, haina nguvu kwa hili jina. Tunakuwa salama roho na mwili. Kazi yake alipofanya, hakuna mwanadamu aliyechukua kamera, wala hakuna ambaye angemsogelea amchukue. Ilikuwa ni ya kutisha, ni ya huzuni, ni ya masikitiko, ili akupate wewe na mimi. Lakini wanadamu ndani ya mioyo wamemkataa huyo. Hawataki sheria ya Masihi aliyeenda msalabani. Wana maigizo kwenye dini zao. Kipindi cha mateso, unajua mateso ya Yesu wewe? Mbona bado unalewa? Aliteswa ilitoka kulewa. Aliteswa usizini. Aliteswa acha kuroga. Aliteswa acha umalaya ulionao. Aliteswa acha uongo. Aliteswa siwe msengenyaji. Haulali kwa kulale kwa aliteswa. Akiingia ndani ya moyo, anafanya kazi yake ya kuokoa mwanadamu ili awe salama roho na mwili. Anaingia ndani ya mioyo ya wale waliomkubali. Kwenye dini mnafanya maigizo tu. Mimi nifanya hayo maigizo. Connect hizo za maigizo ya dini hazisaidi. Tuna wakati wa mateso. Unajua mateso ya Yesu wewe? Uelewi. Nazana itaso hiyo leo. Wana kanuni zao, maelekezo ya dini, bado anaendelea kulewa tu. Huyo yuko na rogeti, yuko kwenye mateso. Unajua mateso wewe mchawi wewe? Tabu, acha njia mbaya leo. Tabu, geuka mwanadamu, acha maigizo ya dini. Toka kwenye uovu, iko mauti mbele yako. Amezungushiwa mauti, anatembea na kazi za shetani. Niko kwenye mateso ya Yesu. Unajua mateso ya Yesu? Mbona hayumo moyoni mwako? Si aliteswa ile ingie moyoni mwako? Uache dhambi uokoke. Mbona tukisema uokoka acha kuroga na chuki? Unajua mateso wewe? Namne aliye hai, Alfa na Omega. Yeye ni upendo kwa wanadamu wote wanaoijilia neema. Mlango bado hujafungwa. Kijana ingia leo, mama ingia leo, baba ingia leo, binti ingia leo upate kuokolewa. Usidanganywe na moyo. Moyo ni mdanganyifu. Umedanganya wanadini wengi. Anaenda kwenye dini zao kama kumbi, lakini wamedanganya na mioyo. Wana ugonjwa wa kufisha, wanaloga na kulogana, wanajifanya hawajui kuloga. Mioyo imewadanganya. Akiambiwa mchawi, umenishika wapi? Mwenyekiti amenichafua huyu, anisafishi. Akusafisha au huyu atakusafisha utoke kwenye uchawi? Njoo kwa Yesu akusafishe. Wache kuloga, hiyo ni mauti. Wanakazi wenye kiti kweli wa mitaa, hata msafisha mchawi kweli na hela? Mchawi unasafishwa hivi, tamaa zako za hela tu. Na ndalo umefunga na daso unaloga na wengine, si tubu tu. Mchawi ni fake tu haya. Mnacheza watu usiku kucha na loga nafanya mazao, ndalo amefunga na daso. Shuka lenyewe nao lalia kama liko jalalani. Tubu, acha njia mbaya. Rejea kwa Yesu leo. Salama ni Yesu moyoni. Na hiyo shetani amefunga tu wanadamu, hana lolote la maana. Unaweza mkuta kitanda, unadhani vile zamani Wasafu walikuwa wanaita vya nyonga ndio wanacholalia. Yaani kile cha miti, akifanya hivi kinamwangusha. Hapo analoga wengine. Ni mambo ya ajabu. Kazi ya baba wewe na Yesu uteseke uende mbinguni. Unateseka na nguvu ya giza, umedanganywa na moyo unajifisha. Leta matungutu, chome hayo ili uwe salama. Alifanya hana matungutu. Bwana hayakusaidii. Jinga mnene. Alikuwa mama mmoja Mbeya, akiweka mahindi kwenye kiengo, yamejaa, anaweza katoa yote, anayapiga anauza, tena yanarudi mengine. Umuone sasa hivi. Tabu. Ndugu zangu, shetani anaweza kufanya yote zuri. Ni mwizi, ni jambazi, ni muuaji. Hata kama utakaa naye moyoni, unahubiriwa kwa unakataa, una na mauti yako milele. Na jehanamu utaripoti, hata hapa atakuburuza tu. Sasa kwani ufungie daso ndani? Wakati mwingine hana tandao. Ni mkuta mmoja meatu mpaka nikacheka. Kama shetani anachezea mioyo ya wanadamu. Yaani asubuhi ameshika kifaranga yuko kuroga. Asubuhi tunajua. Sasa mwambie baba, huyu mbona ana kifaranga, amechukua ile golola wa Masai, ameweka hivi. Kwa yenyewe alifuliwa. Tabu tu kwenye kazi za ibilisi. Sasa tumsogelee kifaranga anafanyaje nacho? Nini ni kuku kifaranga.
kifaranga unaweza ukasema unachinja kuku wa kula. Ndio kazi za watu waliodanganywa na mioyo yao, walio na ugonjwa wa kufisha, wameaminishwa vitu ambavyo vinafanya watembee na mauti. Kamuliza wewe mtu wa Mungu, pokea Yesu Bwana Mwokozi, fanyaje kifaranga? Na mimi Mungu wangu amenielekeza hivi. Wewe mpokee Yesu. Mungu yupi aliye naye? Haya maroho ya uganga na uchawi na kudanganya tu. Unajua huko na kuwa tajiri, afu uko peku. Matendela atakuwa tajiri. Nikasema wewe hata imeatu walete matajiri na wewe umo kwenye utajiri wewe. Si umedanganywa tu na ugonjwa wa kufisha wewe. Yana na golole asubuhi hata ndala hana. Anasema eti Mungu wake huyo anemtambikia na kifaranga eti tajiri. Si ni uongo huo? Huo ndio unaitwa udanganyifu wa moyo. Ameaminishwa vitu vya uchawi, alafu anajiona tajiri na yai. Yaani una utajiri na mauti hiyo. Nikasema nilete tuone matajiri wameatu na wewe kama utakuwemo. Yanakimbia na kifaranga chake. Na wewe ndivyo ulivyo. Na unaambiwa hivyo kwamba uko tajiri. Shuka lenyewe limechanika na walalia. Tajiri gani? Yukaria tajiri wa milele, anaitwa Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Kwake upo utajiri unaodumu. Amesema nawapenda wala nipenda, wanaoshika amri zangu mtajaza hazina zao. Kwangu upo utajiri unaodumu wa kuishi na Baba milele. Tunakaa kwenye hiyo neema, tunatembea na Kristo aliye utoshelevu wa maisha ya mwanadamu. Ni Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Akiingia moyoni uko salama. Haijalishi maisha ulionayo, ukiwa na huyo na vyovyote Bwana. Hata kama unatembea kwa mguu, kiti akipo kwako, ukiwa na Yesu nasikia raha. Unajua kwa wakati na majira atanipa kitaka, lakini hata nikiondoka hapa nimepata raha milele. Miaka sio hesabika, tutaishi maisha ya raha. Hamna magonjwa, hakuna mafua, hakuna njaa, hakuna jua kali, umesweti mwili unanuka. Yaani kule mwanga atakuwa ni mwana kondoo mwenyewe. Mwanga wa namna yake duniani haupo. Kwa wale walioshinda mioyo yao kaa sheria ya Bwana, walikataa udanganyifu wa moyo, walikataa dhambi moyoni, akakaa aliyewaumba yule ndani ya moyo kuwaendesha kwenye kweli. Ipo raha ambayo haielezeki. Raha haielezeki, haipo duniani. Kini wewe umedanganywa na moyo, umekaa kwenye kinyume na Mungu aliyekuumba, na jioni tuna raha gani kwenye dhambi? Kila anayefuata mauti, anayefuata dhambi afuata mauti. Kuna raha kwenye mauti. Moyo kila siku una misiba ndani mwako. Hakuna amani kwa wabaya. Geuka leo mwanadamu, acha kudanganywa. Geuka, rudi leo. Hata watu wanaiba, anafanya ufisadi serikalini, anajua eti kama amekula maisha. Sasa hata kesho wewe utakuepo. Hata ukiiba unaondoka utaenda navyo hivi. Si nenda na hiyo mauti ya wizi. Ufisadi uliofanya utaenda nao. Hizo hela ndio utaacha vijana wako waanze kuvuta bangi. Na kuhama na nyumbani, kununulia mahawala magari. Una faida gani sasa? Unazalisha dhambi juu ya dhambi. Na waweza kufanya jambo zuri, maana zimepatikana kwenye haramu. Hela za haramu zinaishia kwenye haramu. Hawezi kufanya jambo zuri, maana wenyewe wanakuwa kama wewe mwizi. Ila ajifanya serikali kama mwaminifu. Jamani, sheria inatuambia tufanye kazi kwa uaminifu. Mbona wewe una uaminifu? Utapata wapi uaminifu bila Yesu? Na neno leo akiingia ndani ya moyo mwanadamu, taona kuridhika ni faida. Hatukuja na kitu duniani, wala tutatoka na kitu. Unaridhika kile hela halali. Yaani mtu aliye na Yesu kuna raha bwana. Yaani mshahara anaopata analizika ule ule. Utakuta ameiba. Sheria ya Bwana mama moyoni inamzuia. Ukiiba hii ni mauti. Ukichukua rushwa ni mauti, unazuiliwa mle moyoni. Ndio maana wokovu sio sheria. Sheria inakaa moyoni. Inaandikwa ndani ya nia zetu. Amesema nitafanya agano na nyumba ya Israeli. Si kama lile agano aliyofanya na baba zao. Nao walivunja, sikuwajali. Sasa anafanya agano jipya. Anatia sheria ndani ya mioyo yetu. Ndani ya nia anaiandika. Kwa mtu anaenda kazini anaenda sheria ya Bwana. Anaenda kwenye biashara na sheria ya Bwana. Hawezi kutenda dhambi maana sheria ya Bwana iko kwenye nia. Hadanganywi na moyo kama wewe. Kwenye dini kwenye moyo umeweka dini. Dini itakuzuia dhambi. Lazima moyo kudanganye, maana ulichokiweka hicho hakina nguvu kuzuia dhambi. Na neno leo yeye ndiye salama ya wanadamu. Akiingia ndani ya moyo, mama utakuwa salama, kijana utakuwa salama, binti utakuwa salama. Ni ndani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haukai kwenye udanganyifu wa moyo. Watu wameoana kwenye miji mwako kwenye visasi. Yeye ana hawana na mimi natafuta hawa. Anaona mimi sipendi. Mapepo yamejaa mna nadanganywa.
Tena wakikutana Ponzi na Albert, wakuta wa mama 4 5, sikiza anaongea. Yaani mwanaume ukiwa yani wewe unajionyeshi kama leo unapendwa, atakuburuza sana. Unatafuta kapembeni ndio kanaweza kukutunza. Mamalaya haya. Yaani Ponzi na Albert wote akili zimefuse. Hawana Mungu. Wewe unakuwa makini tu. Unaelewa masaa ya kazini anarudi akiwa na safari naona ana namna. Ndio wanaambiwa. Wamedanganywa na moyo na dini wanazo. Anasali huko amedanganywa. Natembea na ugonjwa wa kufisha. Iko ijala kwa mwenye roho. Eti wewe mama utamuonya mtoto aache umalaya wewe malaya. Ndio maana matoto yameambukizwa hizo roho na yenye mamalaya. Nikuflash mimba. Wanaua watoto wanaitwa flash. Na mama yuko hivi hivi. Wanaweka mpaka mama manini, vijiti, hata mimi sijui washanga, vijiti kabinti. Mara manini, masindano, mara ni shida. Na basi sitakata mimba ovyo ovyo, nitajilinda. Nimejilinda na vijiti. Unadhani kwa Mungu umejilinda? Wewe danganywa na dunia hiyo. Yeye uovu lazima utapata mshahara wa uovu. Hana kujilinda. Ukitaka kujilinda kutoka kwenye uovu ni Yesu aingie moyoni. Hizo mbinu na elimu hizo fundisho za dunia hii hakika zitakuangamiza, maana umedanganywa. Mabinti saizi wajanja, katoto tu kala miezi 7, kako juju macho hivi. Form 1, kameshaelekezwa usipate mimba utotoni. Ndoto zako. Una ndoto gani mzinzi? Wakikaa kwenye skini hivi, epuka mimba za utoto. Kaka hivi akiyo. Kafuatilie niepukeje. Uendelee kuwa mwasherati. Yaani dunia ndio inafundisha waingie kwenye washirati. Kwa hiyo kale kwa makini. Kama wewe nimeingia mimba, mama naona sijai. Hizi miili imepitiliza. Ndio anaenda kuflash hivi. Mama malaya kama yeye. Wamedanganywa na moyo. Hapo anadanganywa na moyo eti ndio anatengeneza maisha yake. Itafikia ndoto zake. Afikia ndoto huyu. Huyu kama yuko kama mfuko wa kuchujia peo mbembea. So hilo hii. Ina ndoto hii. Yukaria haweza kufanya uwe salama ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akiingia moyoni bintu na kataa tamaa. Yani zinakatwa tamaa za uasherati. Uwezi kuwa unatongozwa tu. Sikisi. Nini? Jemu. Wewe ni sikisi. Shida mle ndani zimeoana pepo na pepo. Moyo umewadanganya, ana maelekezo ya wanadamu, yale mafundisho yamekaa mle, atakinga mimba asipate. Aonekane sio malaya huko malaya. Tuliko ni pabaya. Kweli Kristo yuko mlangoni kuchukua kanisa lake. Yaani watu wamedanganywa na moyo kupitiliza. Ajikinge kwa watu kama hajui kabisa washerati. Lakini ni mbwa. Mababu yake ametembea nayo. Ni mambo ya ajabu. Amedanganywa na moyo, hakuna anayejua. Kwani mimba iko wapi? Ni shida. Toba mwanadamu, geuka leo. Toba rejea leo. Toka kwenye udanganyifu wa moyo. Toka malaya mpaka lini jamani? Na wako lebo moja, mama aliyoolewa na mtoto wake mpaka wajukuu wote mamalaya. Na mama naye atumimba tusipoeleweka, naye analinjiti tena naye anatubahawala. Wanaenda huko nikasenye kuni anahawala huko kwenye miti. Shida. Chafu umezidi. Yaani Mungu mbinguni anashangaa hii mioyo yafanyaje nayo. Yaani nikasenye kuni Vodacom haendi kwenye kuni. Anahawala huko ameshaelewa naye. Mtu mama anatemka naye binti yake naye anapanda. Ni shida. Wanapishana. Ila dini wanazo. Nani atamuonya hapo sasa? Na huyu anapishana mama yake naye ameenda na kwake buzi lake na huyu anarudi naye. Shida. Nani Yesu unamjua Yesu wewe malaya? Unamjua Yesu ana umalaya tena? Sipo sheria za Bwana ndani ya moyo. Anakataa uzinzi never, siwezi. Mwiko nishazuiliwa. Pokea Yesu Bwana Mwokozi akitongoza antoa macho hivi. Wapi na mimi? Nimeokolewa, Yesu amenitoa kwa matamaa ya uzinzi. Wa mama mliokolewa mtoe macho kukataa dhambi, acha umalaya. Anachekesha tu ngate chu kipude. Ni malaya hili. Ndio aliona taswira inafanana na shetani na tabia za shetani tu. Hizo kujigeuza. Unadhani chini. Toba acha uovu wanadamu. Toka kwenye udanganyifu wa moyo leo.
Rejea kwa Kristo kuokoe. Akiingia moyoni na kata hiyo kiu, unakuwa na utaua na kuridhika. Yule baba amesafiri, tamaa kwisha, unanena tu kwa lugha. Shandarabo siriri komosai. Hauzitu tamaa. Wewe ukoje? Ana mume na mahawala nao. Nini? Amedanganywa na moyo. Mume wako hajui. Yupo ajuaye mioyo ya wanadamu. Yukateka toa ishara ya matunda ya matendo yako, wala huwezi kujificha kwake. Njia ni kutubu leo, njia ni kurejea leo, njia ni kugeuka leo, kukataa ugonjwa kufisha wa moyo, kukataa udanganyifu wa moyo, kurejea kwa Bwana umaye mioyo jioni ya leo. Rejea mtu wa Mungu leo. Ili ni pendo la Mungu. Toka kwenye udanganyifu wa moyo. Moyo umedanganya wengi mno. Wana siri za dhambi ndani ya mioyo yao. Wanajifanya hawajui dhambi. Haki wa kijana na antu boyfriend tu nani, lakini yuko makini wazazi wasijue. Haki wa mama ni shida. Hasa asipojua mama, asipojua baba yako. Lakini una mahawala maboyfriend sina maana ni nani hayo yote. Unajua wewe. Yamo humo moyoni. Na message unayo na mawasiliano mnayo. Dhambi inaishi moyoni. Unasikia kweli baada ya kumbuje kwenye suluhisho ya kuondoa dhambi moyoni, unajifanya tena mjanja. Wakati umejanjikwa na shetani. Umeibiwa. Umetakwa. Umefungwa kwenye kifungo cha mauti. Yukanayeweza kufungua mauti ndani ya moyo wa mwanadamu. Ikamwachia akawekwa huru bali na mauti, bali na sheria ya dhambi. Ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Anageuza mwanadamu anakuwa mwingine. Yaani ukitoka kwenye udanganyifu wa moyo, hauivi ulivyokuwa. Ni mfalme. Isaya anasema ole wake mtu yule anayemficha Bwana mashauri yake, lakini matendo yake yamo gizani, na anajua. Na kinachomfanya ajefanya anaficha kwa Bwana kwa sababu amedanganywa na moyo. Hakuna naye kujua. Mungu anajua yote. Hata kabla mawazo hajaingia moyoni anaelewa. Utamficha huyu? Hata ukihubiri injili hivi, anaona kama Mungu hana ufahamu. Ufahamu wa shetani uliokaa ndani ya moyo wako unavyoongea naye, anaona ndio mzuri. Amefinyangwa, anajiona kama amejifinyanga. Amewekwa, anaona kama amejiweka. Ujiulize ndugu zako wa mwili wangapi wameondoka? Wewe taka waondoke wenyewe. Hawewe kwamba tumefugwa wewe. Tumefugwa wanadamu, tumewekwa chini ya mbingu. Hivi sasa hivi ninavyohubiri wengi wamekufa mahospitalini. Wengine wamekufa kwa waganga wa kienyeji. Wengine wamekufa kwa njia ya ajali. Wengine ndege zimedumukia kwenye maji na kila namna. Kwa hiyo wewe na mimi umesalia, si kwamba unafaa umejifanya mwenyewe uwepo. Amekufuga tu, amekuachia leo uwepo. Utengeneze. Utubu. Usikie hii kweli. Ukatae udanganyifu wa moyo. Lakini niambie sasa mimi hana Mungu nani? Wala haelewi kama Mungu ndiye amefanya leo uwepo. Nini? Mbona umemdanganya? Ana ugonjwa wa kufisha, ni kama amejiweka, ni kama amejiumba. Hata ukisema baba asante, fanya kuiona siku ya anasema lokole majinga. Kila siku bobo. Haya choki hayo. Unadhani nini? Zimechukuliwa fahamu, moyo umemdanganya, ni kama amejiweka, haelewi kwamba yupo Mungu. Shetani anachofanya ni kitu kibaya mna kiiba mwanadamu. Yaani kuamka asubuhi nadhani ni panya ametoka kwenye shimo, anaenda kazini. Na kwenye jina anaenda bwana wewe nani, anaenda na mama. Akiamka tena hivyo hivyo. Haelewi utakusema asante, umeniamsha. Paka ingie sheria ya Bwana moyoni. Uingie ufahamu wa kimungu. Umjue Mungu wa kweli na wa pekee aliyekuumba. Uelewe na pumua si matakwa yangu. Ni yeye anayefanya nitoe hewa chafu nivute safi. Huo uelewa kuingia kwa mwanadamu mpaka iwepo sheria ya Bwana moyoni. Yaani Yesu yumo moyoni ndiye anatia ule ufahamu. Wewe ukoje? Koje mwanadamu kia leo uko kwenye dhambi na unadanganywa na moyo. Wanaweza kukaa kwenye mamizao wanayoongea ni shida. Hata kama ni mabinti wanaita mwanaume. Kwa hivyo binti moja kwa wakikutana na huyo binti anagonga mwanaume na yeye anaita mwanaume. Maniza takataka za kila namna. Geuka tubu, njoo kwa Yesu akupe ufahamu. Mahali hapa ni penye maarifa, penye ufahamu wa Mungu aliye hai.
akiingia moyoni anaweka ufahamu unatoka kwa Baba wa roho, ili mjue Mungu aliyekuumba, waishi kwake mwanadamu, mbali na dhambi, mbali na vifungo na laana na maonezi ya ibilisi, aingie Kristo. Akiingia yeye moyoni anakufanya mjue Mungu aliyekufanya na kufinyanga. Unajua mimi nimefinyangwa, nimeumbwa, sijajiumba. Tena unaelewa, aliniunga toka tumboni mwa mama yangu. Tena alinijua kabla paka ingie mwenyewe mmonani ili akupewe ufahamu. Uwezo wa sali madini ya kirokole ni madini tu. Haelewi hicho. Yaani haelewi kabisa, hata kuku ana akili kuliko huyo mwanadamu. Kuku anajuaga kwao. Saa hizi jioni naona kuku anasogea kwenda nyumbani. Lakini roho yake sisogee kwenda kwa Baba wa roho. Kwa sababu ndani yako hamna sheria ya Bwana. Kuna udanganyifu wa moyo. Kuna ugonjwa wa kufisha. Umekufunga sielewe. Kuku ana akili na mabata hayaendi mbali, turudi. Saa hizi usiku naingia, tunaenda kulala ndani. Roho yake nalala wapi? Inakaa wapi? Zaga tu. Kwenye matapu tu ya dhambi. Umedanganywa, rejea leo. Rudi leo. Geuka leo. Amua leo kukataa udanganyifu wa moyo. Rudi kwa mwenye moyo leo. Rejea leo. Usiporejea mwisho kuna mauti. Kuna Jehanamu. Na wengi hawataki kuambiwa Jehanamu. Siku moja nilikuwa naenda Dodoma. Tumepita maeneo ya Shinyanga hapa, kaingia binti moja kwenye gari, akaanza kugawa vipeperushi. Vile vipeperushi vimeandikwa ole ipo siku itakayokuja ambayo itakuwa ni siku ya njaa. Watu watahangaika na kutaabika, wanatafuta neno lakini hawatalipata. Kanisa litakuwa limenyakuliwa. Yule baba alikuwa mbele yangu, akasema wewe binti njoo hapa. Unatutishia nini hivi? Yaani hauhubiriwi karatasi hivyo soma. Vitisha hivi tutataka free amani, tufarijiwe. Mwendelee kuzini mfarijiwe. Unafaraja gani wewe mzinzi? Ufarijiwe nini? Waambie pokea gari huku mzinzi. Waambie pokea mume wakati huku ni malaya. Amekaba kasuruali, tunaita kwa uchi tu, utapata mchumba wewe. Anawachumba malaya huyu. Si anao nane huyu. Si daga atoka kwenye malaya. Nane nalio chazi na mbingu. Yeye ni Mwokozi. Salama yako mwanadamu ni kuingia kwa Kristo, aondoe ugonjwa kufisha wa moyo. Ni makalio ameacha wazi tu, anajitembeza kama bagia zilizooza. Unasema pokea mimi. Yaani wewe na huyo wote nyewe mna ugonjwa wa kufisha. Wote wana kazi moja ambayo vya ibilisi. Badala kwamba saidiwe atoe kwenye umalaya alionao. Akapata nini wakati nao mamalaya 7. Na umo kwenye simu ana message ya mawala zake hapo, sio pokea mimi. Namtaka mme nabii. Nifanye na kwangu, nipate kwangu malaya. Situbu acha malaya. Mme mwema yuko kwa Bwana. Nenda kwa Bwana. Ingia sheria ya Bwana moyoni. Sasa wote nabii na yeye wako wote ponzi na hali moja. Pokea shauku yako. Apokee ni anao 9. Wengine anachati nao kwenye nani kwa simu. Nikununue MB anachati. Mimi niko Iringa, nataka mke. Na nani nataka mme. Sasa wanatafutana kwenye mitandao. Apokee ni kama sio uongo. Wanaoana kwenye mitandao ndio kuoana huko. Wanapakishana kama magari. Anampaki anapelekwa gereja aangaliwe kwanza. Wanapangishana kama nyumba za kupanga. Kuna kuolewa kwenye mitandao. Yeye badiliki. Shona na leo na milele. Akiingia moyoni mwako anaondoa dhambi, anaondoa ugonjwa kufisha moyo na udanganyifu. Mwanadamu anaingia kwa Baba aliye hai. Huko ndio kuna majibu yetu. Huko ndio kuna msaada. Huko ndio kuna kupokea haja ya moyo wako ukiwa umeingia kwake. Simama kwa miguu miwili Mungu aliyokupa. Na hata kama uko mbali, simama. Naamini Bwana ameongea nawe jioni ya leo. Moyo ni mdanganyifu. Tena kuna ugonjwa wa kufisha. Medanganya wengine praise team wanachoimba takimo ndani ya mioyo. Wamemkana Masihi, lakini wanasema Masihi ameniokoa, nimekombolewa, wakati bado watumwa ndani ya mioyo yao na mahawala. Moyo umewadanganya, anaimba sichokijua. Kiniko neema jioni ya leo, hasa zaidi wewe uliyesikia na ukiwa umepokea hili neno,
Bwana alete neema ya wokovu wa kutoka kwenye udanganyifu wa moyo leo. Fumba macho yako. Yeye ni mwaminifu anapotuma neno na kusudi litimizwe mapenzi yake. Fumba macho yako, angalia moyo wako. Taka utoke udanganyifu leo. Taka ugeuzwe leo kupitia hili neno. Shauku na kiu ndani ya moyo wako Bwana atakupa, ili usikae kwenye udanganyifu wa moyo. Aingie mwenye moyo ili akuendeshe. Baba, katika jina